Naam, rafiki mpenzi na kustabehi, hujambo? Karibu sana. Siku ya leo tunaangazia swala nzima la ishara au jinsi ambavyo tunaweza kufahamu kwamba Mungu anaelekea kukubariki na utajiri mwingi. Na jambo la kwanza ambalo linaweza kuwa ishara kwamba Mungu anaelekea kukubariki kwa mali nyingi, kwa utajiri mkubwa, ni upatapo kwamba una uwezo wa kutunza kidogo. Iwapo una ule uwezo wa kutunza vitu vidogo, vitu vichache vizuri, basi hiyo ni ishara moja kwamba kuna uwezekano Mungu atakuja kukubariki kwa utajiri tena mkubwa. Kwani hata Biblia katika Luka mtakatifu sura ya 16 msururu wa 10 kusema kwamba yeyote yule anaye uwezo wa kutunza kidogo, basi anaweza kupewa na nyingi akazitunze, na yule mwenye hawezi kutunza kile kidogo, hata nyingi hakuna anayethubutu kumpa, sababu hawezi kutunza. Na hivyo basi, ishara moja tena muhimu sana, wewe unaweza barikiwa na utajiri mkubwa au la, ni kama kile kidogo wanga unakitunza. Na ishara ya pili nayo ni ingine muhimu sana. Iwapo wewe ni mtu mkali, mtu mwenye kupeana, mtu mwenye si mkono bilika, kuna uwezekano mkubwa wewe utakuja kuwa mtu mwenye mali nyingi. Katika kitabu cha Mithali sura ya 11 msururu wa 24 hadi ule wa 25 husema kwamba kuna mtu mmoja mwenye hupeana, na huyo mtu huendelea tu kupata nyingi zaidi, na kuna mwingine pale mwenye huishi ameshikilia chenye yako nacho kidogo, na kwa kweli yule mtu huishi miaka yote akiwa maskini. Si lazima uwe na nyingi, hicho tu kidogo ambacho uko nacho na ule moyo wa kutaka kupeana, iwapo umeumiliki huo, basi unayo nafasi kubwa, kuna uwezekano mkubwa kwamba utakuja kubarikiwa na mali nyingi sana, ndio uweze kuendeleza huduma ya Mungu ya kupeana, ya kubariki watu na kupea maskini na wenye wasiojiweza. Na ishara ya tatu, mtu mwenye ni mvumbuzi, mtu mwenye ana mawazo ya kipekee, kuna uwezekano mkubwa sana mtu sampuli ile atakuja kubarikiwa kwa utajiri mwingi sana. Kumbukumbu ya Torati sura ya 8 mstari wake wa 18 husema kwamba Mungu mwenyewe ndiye hupeana uwezo wa kutengeneza mali. Hupeana si mali, bali uwezo wa kutengeneza mali, uwezo wa kutengeneza utajiri. 1000, 10, 20, 30 ambazo huwa unasubiri kwa mwezi mzima, Mungu akikushukia na akupe wazo la kipekee, wazo la kimbingu, bila shaka hiyo 30,000 ni hela ambayo utaweza kuipata kwa sekunde moja. Wawajua hao matajiri wenye hupata hela kiasi hicho, ni wazo tu walipewa na Mungu, wazo ya ajabu, wazo haikuwa na wengine, wazo ya kipekee. Mungu anaweza kukupea wazo moja tu, a single idea, a single strategy, na kutoka hapo utajiri ukuandame ajabu. Kumbuka katika kitabu cha Mwanzo alikuweko na jamaa alikuwa anaitwa Yakobo. Yakobo alikuwa amepewa kazi na bosi yake Laban, na wakiwa pale bosi yake akaona ni kana kwamba Yakobo atajisaidia sana, na hivyo akamwambia kondoo ambazo zina mandoa zenye zilikuwa nadra kupatikana, zikipatikana ni chache mno, ndizo zitakuwa zako, lakini hizi zingine ndizo zangu. Mungu akampea strategy, Mungu akampea idea, akamwambia enda utafute vijiti, vitoatoe maganda, alafu zile vijiti wakati wale mbuzi wanajamiiana,
iweka ile miti mbele yake, itaweza kuzaa kondoo mwenye madoadoa. Na hivyo basi, hiyo ikawa ni wazo ya kiajabu ya kimiujiza ambayo inakaa kigangaganga, lakini ilikuwa ni wazo ya Mungu ya kuhakikisha kwamba amemtajirisha mtu wake. Mungu na akupe wazo moja tu, wazo la kipekee. Na ishara ya 4 ambayo inaweza ashiria kwamba utakuwa mtu mwenye mali nyingi ni iwapo milango inafunguka bila kung'ang'ana. Milango yenye ulijaribu kila namna, ukajaribu kufanya chochote kile, lakini haikuwahi funguka, na sasa hivi umeanza kushuhudia kwamba milango inafunguka mmoja baada ya mwingine yenyewe bila kung'ang'ana, basi kuna uwezekano mkubwa Mungu ameanza kutayarisha kwa utajiri mkubwa. Wakati umeona milango inajifungua yenyewe, hiyo ndio tunaita divine favor in action. Neema ya Mungu ikianza kufanya kazi, kung'ang'ana kunafika mwisho. Ishara ya 5 ambayo ukiiona, kuna uwezekano mkubwa sana unaelekea kubarikiwa kwa mali nyingi ya ajabu, ni uonapo ya kwamba unapitishiwa hali ya ungumu usio wa kawaida. Huenda ni ungumu wa kihela au ungumu wa kihali. Ni dalili kivyake kwamba Mungu anaweza kuwa anakutayarisha kukubariki na mali nyingi, na ndio uweze kujua jinsi ya kuishi ukiwa na mali nyingi. Lazima kwanza atengeneze tabia yako, lazima kwanza akufanyie kazi, ndio uwe mtu mwenye ataweza kunyenyekea. Otherwise, umeona wengi ambao wamebarikiwa na mali nyingi, maseleb, wanariadha, wana michezo wote kwa jumla, na wenye wameshinda jackpot. Wajua, kupata zile mali nyingi walizopata kwa mpigo mara moja, badala kuwe baraka kwao, ndio ilikuwa ni mwanzo wa mwisho wao. Na ishara ya 6 kwamba utakuja kufanikiwa kwa utajiri mwingi zaidi ni upatapo kwamba hufanyi mambo sababu ya kupata tu hela, bali umeanza kuvutiwa sana kufanya mambo ndio utekeleze tu wajibu, ndio tu ufanye chenye uliumbwa ukakifanye, uhisi kwamba umeridhika kwa kukifanya tu kile. Basi bila shaka hiyo ni ishara tosha kwamba umeanza sasa kufika mahali ya kuweza kuvutia utajiri. Mathayo 6 msururu wake wa 33 husema, utafuteni ufalme wa Mungu kwanza, na haya mengine yote yatawafuata. Na ishara ya 7 ni uonapo umeanza kuaminiwa kwa mali kidogo, kwa vitu vichache. Uonapo umeanza kupewa responsibility polepole, kidogo kidogo, umeanza kupewa hela kidogo usitunze, umeanza kuwa mtu wa kuaminiwa mambo kidogo, basi kuna uwezekano mkubwa sana, iwapo hutapoteza hatua, unaelekea kuwa tajiri mkubwa. Ishara ya 8 nayo hii ni mzito sana, ishike na uishike vizuri, ni kwamba umeacha sasa kuwa mtu mwenye kushika tu, umeanza kuwa mtu wa kuachilia. Inapitia kwako ikienda, zinapita kwako zikienda kujenga mashule, zinapita kwako zikijenga mahospitali, zinapita kwako zikisaidia wajane na watoto mayatima. Yani, you are a channel, not a container. Na mfano mzuri uko pale Israeli. Okay, pale Israeli tuna maziwa mawili. Ziwa moja inaitwa the Sea of Galilee, na vile vile tuna ziwa ingine inaitwa Dead Sea. The Sea of Galilee and Dead Sea both receives water from River Jordan.
ziwa Galili linaingia maji yakitoka, na hiyo ziwa ni ziwa ina samaki, ina maji ambayo tunaita fresh water lake, na ni ziwa yenye ina uhai. Lakini tuna Dead Sea ambayo hupokea maji from the same source, lakini haiachiliangi maji yake hata kidogo. Ikiipokea inajiwekea yenyewe, nayo hata jina yake yenyewe ni jina ya mfu. Imekufa tayari, kwani katika ile ziwa hakuna uhai. Huwezi ona samaki, maji hayanyweki, kila kitu kimekufa pale. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kutoa, ni kuingiza, kuingiza, kuingiza. Iwapo wewe ni mtu tu wa kupokea, kutaka kupewa kila wakati, wewe huna wakati wa kufikiria wengine, unafikiria tu venye utafikiriwa wewe mwenyewe, ole wangu. Wewe na Dead Sea muko kimoja. Uwapo mfereji na uonapo sasa umefika ile level, kiwango cha kuwa wewe ni mtu mwenye kupokea na kupitisha, basi unabudi kupata mali nyingi. Naam, la 9 ni uonapo uko na vita mingi, unapigwa kila upande. Ujipatapo katika ile hali unapigana vita zenye hata hujui zimetoka wapi, na masaibu na majanga zinatokea maishani mwako kwa njia yenye haieleweki, hata kuna uwezekano mkubwa unaelekea kubarikiwa kwa njia kubwa, kwa utajiri mkubwa, kwani shetani hapendi na hafurahii wakati umebarikiwa tena na utajiri na mali za kiungu. Na wamkumbuka Ayubu. Ayubu alikuwa mtu mwenye alikuwa amebarikiwa na mali nyingi sana. Shetani alipoangalia hivi akaona kinyongo, akasikia la, haiwezekani mtu mmoja awe na mali kiasi hiki. Wakumbuka hiyo hadithi vizuri. Kuna dalili utabarikiwa kwa mali nyingi, kuna dalili utatoka katika minyororo ya umaskini, kuna dalili unaelekea kusaidika kwa njia kubwa. Na hivyo njia moja ya Shaitani kuhakikisha kwamba hayo hayatimii ni kujaribu kuleta vita, vurugu, mchafuko kwenye laini zako zilikuwa zinaenda vizuri. Anaanza kublock, anaanza kuleta mambo ya kutowiana na kutosikizana, na unakuta kila kitu kinaanza kwenda kombo, kila kitu kinaenda visivyo, vita zinakuwa mingi, hali inakuwa si hali. Hizi zote vita ni ishara tu kwamba unaelekea kubarikiwa na utajiri mwingi zaidi. Na hivyo basi ukishagundua hizi vita zote kuna kitu zinajaribu kuzuia, basi utakuwa mwelevu, utakata tamaa, utapigana mpaka mwisho. Na wewe ukiwa na Mungu, hakuna jinsi ambavyo Shaitani atakuweza. Hatimaye mwisho wa siku utaibuka mshindi kama vile Ayubu. Na ishara ya 10 tena ya mwisho ni uonapo ya kwamba umeanza kuhisi kujitenga, umeanza kuhisi kujiachanisha na mambo zingine ambazo ulikuwa umejishikanisha nazo sana. Unaanza kusikia hii siwezi bebana nayo tena, haya siyawezi tena, hawa au hii aina ya marafiki hainifai tena. Unapofika pale unaanza kuhisi hata matendo, tabia ambazo umekuwa nazo, unaanza kusikia mali haipendi mambo mingi. Ndio umeanza kutoa moja baada ya nyingine, na haipendi kelele, kwani mali pia na utajiri mkubwa tena wa kiungu unahitaji mtu ambaye ni msafi, mtu ambaye amejitakaza, mtu mwenye hajabebana na mambo mingi ya kidunia, mtu ambaye Mungu anaweza mtumia na anaweza mtunuku mali aweze si kujifaidi tu yeye mwenyewe, bali kufaidi wengine na hata jamii na nchi kwa jumla. Uonapo hizi ishara, kuna uwezekano mkubwa unaelekea kubarikiwa kwa utajiri mkubwa.